Waislamu, tunayo hadithi hapa iliyopokelewa kutoka kwa Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu, anatuambia jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bibnatillah. Siku moja mtu mmoja alikwenda kwa mtume akiwa na binti yake. Yule binti ameposwa, amekataa kuolewa. Sasa akamwambia, hapana, kwa nini hutaki kuolewa? Akamchukua binti yake akaenda naye kule kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipofika ule bwana mzazi akamwambia Mtume, ya Rasulullah, hadhihi ibnati qad abati an tazawwaj. Huyu binti yangu amekataa kuolewa. Hebu muulize kwa nini hataki kuolewa. Leo dada zetu, mabinti zetu wanataka kuolewa ili kwamba kuondoa nuksi ama kuondoa ile hali isiyokuwa nzuri, alafu baadaye kwenda kinukisha arudi nyumbani kwao. Huyu mwanamama ameelewa nini maana ya ndoa, na ndio maana hata wanawake tunawaambia kabla hamjaolewa zisomeni ndoa, na nyinyi wanaume kabla hamjaoa zisomeni ndoa. Huyu mama huyu au binti aliisoma ndoa, lakini alipokuja mchumba kumchumbia akakataa, baba akakasirika. Lakini binti alipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaulizwa, akaambiwa yule binti na Mtume, atii abaki, wewe binti mtii baba yako. Wewe unataka kuolewa, baba yako yuko tayari, kwa nini wewe hutaki? Faqalat yule binti akamwambia Mtume, walladhi ba'athaka bilhaq la atazawwaj hatta tukhbirani ma haqqu az-zawji ala zawjatihi. Mwanamke huyu anamwambia Mtume, mimi bwana naapa kwa yule ambaye aliyekutuma wewe Mtume kwa haki, sitaolewa mimi, siolewe mimi mpaka uniambie wewe Mtume ni ipi haki ya mume kwa mkewe. Yani mke ni haki gani anatakiwa mfanyie mumewe. Mtume hakumhesabia zile haki, alimwambia maneno mawili. Akamwambia yule binti, haqqu zawji ala zawjatihi, haki ya mume wewe binti kwa mumewe, allau kanat lahu qurhatun falahisatha ma addat haqqahu. Hakumwambia haki 1, 2, 3, 4, alimuelezea tu mambo mengine Mtume, alafu yeye mwenyewe atajaza. Alimwambia bwana, haki ya mume kwa mkewe ni ngumu. Yani nitachokwambia kwamba hata kama yule mwanamke yule mumewe angelikuwa ana jeraha la mguu au sehemu ya mwili, yule mama akalipangusa kwa ulimi wake kusafisha ili akipalasta pale au bendeji, basi huyo mke bado hajaitekeleza haki ya mumewe. Na katika riwaya, au intahara man khirahu sadidan au daman, au kwenye pua yake ikawa kuna toka usaa na damu, mke akaenda, Mtume akamwambia yule mke yule, fabtalatuhu, akaenda ule usaa akawa utoa na ulimi wake anaumeza tumboni mwake, maaddati haqqahu, bado mke hajatekeleza haki za mume. Yule mwanamke aliposikia yale maneno, faqalat, akamwambia Mtume, walladhi ba'athaka bilhaq, na hapa kwa yule ambaye amekutuma wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa haki, la atazawwaju abadan, kama mambo yenyewe hayo sitolewa kamwe. Sio kwamba yule mume atatoka usaa, ikiwa hili tu mume ana kidonda, mimi naambiwa nikikambusa ulimi wangu nikisafisha sijatekeleza haki ya mume, sasa hivi au mingine nitaweza huko. Akamwambia, mimi sitolewa ya Rasulullah. Mtume alimwambiaje yule mzee, la tunkihuhunna illa biidhnihinna. Bwana mzee, bwana msiwaozeshe mabinti hawa ile kwa ruhusa zao. Kwa nini binti alikataa? Kwa sababu alitaka kujua haki za mumewe.
Sasa ikiwa mtu kumuondoa mumeo usawa kwa ulimi wako au kwa usawa wake au damu yake au jeraha tu ukiliramba lile, unaambiwa bado hujatekeleza haki ya mume. Sasa kuna kipi ambacho mimi nitakifanya ambacho kitanusuru mimi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo Uislamu, kina mama tuangalie kabla hamjaolewa, someni ndoa na jueni kwamba mwanamke mwema ni yupi, na kujua haki za wale ambao nyinyi wataweza kuwaoa, lakini pia nikawa mko tayari kutii yale ambayo ni ya kheri na ya haki wanaowaamrisha waume zenu. Sifa ya tatu, almar'atu salihah hiya allati taghuddu at-tarafa an hafawati wa akhta'i zawjiha. Mwanamke mwema ni yule ambaye anafumbia macho yale makosa yale ya mumewe ambayo ameyafanya bila ya kukusudia. Kupuuza maana yake. Maana kuna baadhi ya kina mama, na hii sifa pia hata kwa wanaume ipo. Ndio nazungumzia kina mama. Na wewe pia mume unatakiwa pia vile vile baadhi ya vijikosa kwa mkeo pia vimezee tu, midhali havitoke katika misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mke anatakiwa naye hivyo, lakini leo hatuko hivyo. Yani utamkuta mume mkewe haswali wala ana habari, lakini amechelewa kupikiwa ugali, kizaazaa kitaanza hapo. Wewe sio mke, wewe hujui mdango wa kurudi, sijui kizaazaa gani, na talaka inaweza katoka. Lakini mkewe haswali wala ana habari, kumwambia wewe uswali wewe kuanzia leo hapana. Muda wote uswali, kila akikwambia hutaki. Sasa kuna makosa yale madogo yale ya kusamehewa ambayo yanakuhusu wewe, hayamhusu Mungu. Basi inatakiwa wewe kama mwanamama yale makosa uwe unayapuuza, unayasamehe kwa yule mwenza wako. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kullu bani adama khata'un, wanadamu wote bwana wanakosea. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, lakini wale wakosefu walio bora kwa Mwenyezi Mungu ni wale wanaotubia. Midhali ya mtu ameshajua kosa lake, basi anatubia. Sasa kama ni kosa la Mungu, mtu akitubiwa ana toba yake inakubaliwa. Vipi wewe mwanamama makosa madogo unaanza kukasirika? Mimi babu yangu alikuwa na kawaida, kila akitoka zake safari anachukua karanga zile anamletea bibi. Kuna siku babu alisahau, na sio kama alikusudia, alisahau tu katika harakati zake, akarudi nyumbani. Kufika pale kizaazaa kimeanza. Mshampelekea mtu wako nini? Wewe unajua tu. Sasa mimi kasijajua bibi kipi anakizungumza. Mimi ninajua tu. Mbona kila siku unaniletea? Ikawa ugomvi pale umekuwa mkubwa kabisa. Kumbe babu alisahau kuja na karanga pale. Mimi nikaanza kucheka, nikafukuzwa na alikuwa bibi akishika kibao, yani vile cha kukandia chapati, ile akanipiga nacho. Kuna tajiri bibi hapo alipofika umri wako bado tu una wivu kwamba babu kachukua karanga kasipeleka kwa mtu wake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kina mama hivi vitatokea. Basi ona mumeo kwamba kasahau. Usianzi tena ikawa unaleta maneno mengi kiasi ambacho yakasababisha kitu kikubwa na kenye thamani katika ndoa yenu. Na ndio maana Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, law akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-samaa thumma tubtum lataba Allahu alaykum. Lau nyinyi mtakosea na yale makosa yenu yakafika mpaka juu mawinguni kule, lakini mkatubia kwa Allah, basi Mwenyezi Mungu atapokea toba zenu. Sasa na nyinyi kina mama, haya makosa madogo yanayotokea, jihakikishieni kwamba yanasameheka. Mridhiane wewe na mwenza wako kwamba ni vitu vya kawaida vimepita, basi watu waangalie mambo mengine. Abi Dardai siku moja alimwambia mkewe,
idha ra'aitani ghadibtu faraddini wa idha ra'aituki ghadba raddaituki wa illa la nastahib. Tumeelewana Waislamu? Kuna vikosa vingine hivi watu, mtu kashanani basi fanya sababu, mtu mridhiane mmalize. Sahaba alimwambia mkewe, ukiniona kuna siku nimeghadhibika, tafuta sababu mimi mpaka uniridhishe. Mfano umenifanyia jambo la si la Mungu, la baina yangu mimi na wewe, basi jitahidi mpaka uniridhishe. Nikubali yaishe. Na mimi nikikuona wewe umeghadhibika kwa kosa mimi nililolifanya, haluhusiani na Mungu, basi nitajitahidi mpaka nikuridhishe mke wangu. Wa illa, kama hatutokuwa na tabia hiyo, kwamba makosa yangu mimi ya kawaida wewe hutaki kunisamehe na mimi sitaki kusamehe, basi tusiwe pamoja, tunakaa kwa faida ipi ile? Maneno mazito ya sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kina mama na hata wa baba tumezeani yale makosa ambayo yametoka bila ya mtu kudhamiria. Sifa nyingine ya mwanamke mwema, az-zawjatu salihah hiya allati tahfadhu zawjaha fi dinihi wa irdihi. Mwanamke mwema ni nani? Ni yule ambaye anachunga na kuilinda na kumlinda mumewe katika dini yake na heshima yake. Leo ni majumba mangapi mume anatembea lakini yuko uchi? Yule bwana shekhe fulani, mkewe lakini baba yani mume hana thamani mtaa mzima, heshima yote imeharibika. Akija msikitini akitoa hutuba watu wanamwangalia kwa mazingira yasiyofaa. Ndio yule anakuambia mcheni Mungu, lakini kwake kule hakuko sawa. Lakini nani? Mama kashindwa kumchunga mumewe na kuhifadhi dini yake na heshima yake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwaelezea nini wanawake faswali. Hayo imeanza mbali, lakini katika tunachokitaka sisi maneno yalikuja, alafu Mungu akasema faswalihatu, basi wanawake wema qanitatu, ni wale wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu wakamtii Mwenyezi Mungu, hafidhatun lilghaibi, wakajilinda wao wenyewe hata katika wakiwa siri wenyewe wako ghaibu, na wako mbali na waume zao na familia zao, wakajihifadhi bima hafidha Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaka wajilinde na wajihifadhi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, khairun nisaikum, wale walio bora nyinyi kwa wake zenu, alwadudu alwaludu, ni wale wake wenye mapenzi. Lakini pia Allah awajalie wawe ni wazazi. Almuwatia, lakini wawe ni wanawake wanaowafikiana na nyinyi kitabia. Wewe unavyojiona wewe ulivyo, basi mchague mwanamke ambaye anafikiana na wewe. Almuwasia, alafu ni wale wenye kuwaliwaza weza wao, wenye kuwafariji waume zao. Hao ndio wanawake wema. Idha taqaina Allah, na pale ambapo watamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa sharru nisaikum, lakini wanawake waovu kwenu, almutabarrijatu, ni wale wanaotoka wakiwa miili yao iko wazi, hawajistiri. Almutahayyilatu, wale wenye viburi, ambao mwanamke ana kiburi kiasi ambacho ni balaa. Lakini wanawake wenye sifa hizo, hunda almunafiqat, hao ni wanafiki wenye kiburi, lakini pia wakitoka majumbani mwao hawajichungi vizuri katika yale aliyoamrisha Allah. Tena Mtume akasema, la yadkhulul jannatu minhunna illa mithla alghurabi alahsani, katika wanawake hao kama hawataingia peponi
isipokuwa kama ni kuingia peponi kama mfano wale kunguru. Al-ahsan maana kunguru mwenye mabato meupe miguuni au shingoni. Maana yake hii haimaanishi kwamba labda kunguru ataingia motoni, hapana. Yani ni katika nadra sana mwanamke kuingia peponi. Kama wewe sasa hivi umtafute kunguru ambaye yule ambao unamjua wewe zamani ana rangi nyeupe na nyeupe, hawapo sasa hivi. Kuna wale hata kofia ukivaa na ichukua. Maana yake ni kunguru adimu, na mwanamke naye mwenye tabia hizo hapana, hawezi akaingia peponi. Nimeletewa hapa kidude hiki cha dakika nimalizie. Mama Aisha radhiallahu anha anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha, mwanamke yoyote atakayevua nguo zake ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha, mwanamke yoyote ambaye ataweka nguo zake au kuvua nguo zake akaziweka akazitundika katika nyumba isiyokuwa ya mumewe, hata katsitira ma bainaha wa baina rabbiha, atakuwa amebomoa ile stara iliyokuwa baina yake na baina ya Mola wake. Leo ni wanawake wangapi wenye ndoa wanakwenda mpaka kwenye mitandao wanarushwa, wanaambia huyu tena mke wa mtu kasiba sura tu yanaonekana yale matendo yake. Kwa kweli anavunja stara, na Allah naye ataibomoa stara yake baina yake siku ya kiyama. Mwisho Salama radhiallahu anha anasema nilimsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakula akisema ayyuma imra'at nasa'at thiyabaha fi ghairi baitiha, katika nyumba isiyokuwa ya kwake, kharaqa Allahu azza wa jalla anha sitraha, na Mungu naye ataitoboa ile stara yake siku ile ya kiyama. Maana yake Mungu atamweka wazi, si alifanya jambo hapa, Mungu atamuumbua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ewe mwanamama ambaye unafanya jambo ukahisi uko peke yako, siku ya kiyama atakumbua mbele ya watu, pengine na sisi tukiwemo kama tutakuwa ni watu wa peponi. Allah tujalie miongoni mwa hao. Kwa hivyo kwa kweli sifa ni nyingi, zaidi ya 30 zipo, lakini kutokana na muda insha Allah tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala hizi ambazo tumeelezana, kina mama tuondoke nazo, tujipambe nazo, ili hawa wanaume wanapokuja kutafuta kumtengeneza mtoto mwema, basi na nyinyi muwe na sifa hizo. Na kadhalika sio nyinyi tu, na hata na nyinyi pia wanawake, waume watakapokuja na wao wawe na sifa hizi kama mnazotakiwa nyinyi muwe nazo. Nadhani tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa haya tulioambiana, basi yaingie katika vichwa vyetu, tuyafanyie kazi, na sisi tuliyosema haya yakiwa yaniwaridhia, basi yaweke katika mizani ya mema zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.